Mimi ni Victor Ombati, nimezaliwa mtaa ya Sinai Lungalunga. Napenda kuchora tu sana, ni passion. Ilikuwa in 2009 when nilikuwa tu home mtaani. Alafu nililazimika kwenda kwa street kusaka doza kukula, doza kubuy vitu nataka. Then in 2010 nikakuwa pure street boy in Donium. Alafu ndio some Sisters of Mercy walikuja in the street pale ku rescue some boys. Hapo ndo nilibahatika nikaenda kwa rehabilitation inaitwa Mary Immaculate opposite Mata Hospital South B. Hapo ndo nilijua naweza chora because walikuwa wanafundishana kuchorana. Hapo ndo nilijua naweza chora, kujifundisha kuchora. In that year nilikuwa third position in Kiwi Art Competition. Winning that man ilinipatia motisha kuendelea kuchora. Nikaona naweza earn a living through kuchora. After nimetoka Mary Immaculate, nilienda awali introduce kwa Patrick Mukabi Panye at the Go Down Art Center. Hapo Panye aliniinspire kila siku nilikuwa naenda huko na jaribu ananifundisha kutumia rangi. Kitu ilifanya niende kwa street ni my parents walikuwa poor, alafu pia walikuwa wamekosana. Sasa ile poverty yenye ilikuwa home ilinifanya niende kwa street kutafuta yangu. Alafu pia familia yetu tulikuwa wengi sana, madhejo alikuwa na hustle tu sana ndio atule sisi wote. Sasa mimi nilienda kwa street nikasema acha nitafute yangu. Tulikuwa na brother yangu, tulikuwa tunatafuta tu zetu yani. Tunaishi huko kwa street na dozi nje. Niliamua kutake opportunity. Hiyo life ya street huku ni bamba. Life ya kukimbizwa kila siku usiku na makarao kulala ndani si kitu ina bamba. Nikaona acha niende at least na mimi ni msee. Naweza wakakaa wase wengine. Naona wase wengine wana drive, najua mimi naweza drive nikitaka. Sasa nikaamua hii si life ni nafaa niishi. Ni life, hii si life yangu lazima. Hii ni life ya kujiekelea. Wacha niende nitafute yangu. Niliamua kuacha madre, nikaamua kwenda kuchange. Lakini kuwa easy sana. Haikuwa easy kuchange na ile environment sijazoea. Nilikuwa nataka kupass message to the society outside there. Kitu inaendelea huko kwa streets na background pia nimepitia. Mostly of my messages ilikuwa about sadness. Na nilikuwa napenda kuchora about watoto wanalia, wako sad. Niliamua kuchora about messages na portray feelings za watoto kwa sababu ile background niliona venye watoto wanasafa. Kuna wale watoto wamekosa wa mama, as in mama zao ni orphans. Hiyo kitu manze ilinifanya ni chore vitu kaa hizo ndio ni portray messages. They need the love ile ya mama. Some of the challenges hao watoto wanapitia ni like hawana shelter, hawana food, hawana clothing. Unapata mtoto kama huyo anajipata kwa hiyo situation because ni yeye mama na ni yeye baba. Yeye ndiye anajitegemea, yeye ndiye anatafuta venye atavaa, venye atakula, mali atalala, ni yeye anajitegemea. Na unapata ule mtoto ni underage bado. Sasa unampata kwa street anatumika vibaya yani. Sisters of Mercy walifungua a place kufundishana art. I used to go and pick some street children from the street na wapeleka huko wajifundishe at least kuchora pia au wajue venye wanaweza earn pia at least wanaweza earn food, clothing na njia ile nafaa, si ati lazima aende nyang'anyane ama adu vitu zingine huko nje ndio apate do. Anaweza earn do kwa ile work, anaweza earn do kwa work ya hand yake. Naweza ambia watu wanafanyanga art wanaacha, as in wanafaa yani wajikaze. Si kila mahali inakuanga ati ukianza una get fruits that time. Unafaa uvumilie at least imature ndio upate hizo fruits. Na tena art materials zinakuanga expensive sana kuziwai. Hiyo ndio kitu kingine naona inaweza kuwa inachangia. Alafu some exhibition ni ngumu sana kupata mtu anaingia kwa exhibition kusell art yake. Mostly mimi napenda art, kufanya art, sipendi ati venye nauza.
napenda venye mtu anani appreciate art yako iko sawa. Hiyo ndio kitu nafanyanga ni move on na kuchora. Kitu naweza ambia mtu anataka kuchora, kama mimi na enjoy sana kufanya art. Nikichora alafu hiyo picha itoke venye nataka, enjoy tu sana. Mostly naweza pata hata nachora like for 12 hours bila kutoka hapo because na enjoy, sichoki. Alafu kitu naweza ambia mayouth ni ati mtumie mikono zenu, mtumie kile God aliwapatia. Kuna kitu God alikupatia, notice hiyo kitu unatumia. Advice naweza kupatia hao watu wako home wananiwatch. At least naweza waambia ongeni na mapairo zenu. Ambia pero akupatie hiyo chance. Kama unajua unaweza chora, unaweza imba, at least akupatie hiyo chance uende umingle na watoto wengine, mjifundishe kuimba, kama ni kuimba ama ni kuchora. Na wewe paro usikazie mtoto wako, ukimwona anaweza chora, usimkazie, mwambie ana waste paper za vitabu, na mwambie aendelee kuchora, mbai hata hizo books aendelee kuchora ama paint, at least ajifundishe. Huwezi jua in future atakuwa nani. Alafu ni mostly kids ndio wanapitianga hiyo sadness, depression from parents. Like me, venye parents zangu walikosana, ni mimi ndio niliumia, si hao. Na try kupass message to parents. Art ina faida because unapata ile ni kama healing. Kuna mtu anaweza ona art afeel ako poa, na kuna mtu anaweza ona hiyo art aget ile message from that art. Mimi naona art ni kufa na kufa because watu mostly nowadays wanakuwa walezi, wanatumia most computerized things kufanya vitu. Mostly people ukiangalia like matatu za Kenya, most of them zimepigwa stickers. Instead mtu angeenda pale achape art yake, at least angekuwa improve. Fuata hiyo talent yako, talent inalipa nowadays. Hizo crimes utamadwa tu, si poa kukuwa na crime. Utaumiza mtu mwingine ugain, lakini hakuna kitu itakusaidia. Hiyo ndo utagain, utaiwaste vibaya, utatumia madre, na si poa. At least follow your art, na pia usiache brain yako nyuma.